Ya hapa niko katika kijiji fulani sehemu za coast, yani tuseme eastern part ya Marekani, na huwa inakuanga ni place ambayo watu wengi wanapenda sana kwa sababu kuna hewa nzuri, na alafu ni sehemu ambazo kunaendelea kiukweli zaidi, tuseme sehemu za New Jersey, New York, pia North Carolina uko sawa. Sasa nataka kueleza kitu fulani leo kuhusu tabia za Wamarekani, sababu watu wengi wanajiandaa kuja huku lakini bado hawajaelewa Wamarekani wanapenda nini, wanataka nini, na unaweza fanya nini ili uweze kuishi nao, na wao wanakushikilia wewe kama nani wakati unapofika huku Marekani. Acha twende polepole. Na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali usisahau kusubscribe, kwa kuwa tunachangia habari nyingi sana za kutosha kuhusu maisha ya Marekani au maisha ya huku majuu. Karibu sana. So Wamarekani kwanza ni watu wa heshima, wanajiheshimu na ni watu ambao wanajiamini. Wao wanaamini kwamba wao ndio watu wako juu zaidi ya kila nchi yoyote. Kila Wamarekani anajua hivyo. Yaani huwatishi hata kuja na maneno yako, kuja uonyeshe wewe uko tajiri au wewe ni mtoto wa rais, wewe sijui baba yako ni politician. Atakusikiliza tu, anasema wow, that's good. Anakuambia hiyo ni sawa. Lakini haijamaanisha kwamba atakuheshimu sababu umemwambia story kama hizo. So atakuona tu mtu wa kawaida, na bado tu anaona wewe kama umetokea nje ya Marekani, wewe ni mtu tu bure. Wao wanajiamini kwamba wao wako sawa kwa kila kitu, wao ndio wanaongoza dunia, na wewe hakuna kitu utawaambia cha kuwatisha. Huwatishi. Wamarekani huwatishi na kitu chochote. Hata umetokea Ufaransa, umetokea Ubelgiji, umetokea sijui China, au wote wanaona tu Wamarekani wanawaona kuwa ni watu wa kujitafuta. Hakuna kitu tawaambia kiajabu ambacho kitawafanya washtuke. Wao wamejipanga na wanaona dunia yote ni hapa Marekani. Wako na kila kitu ambao wanataka, na pia bidhaa yao, yani product zao ambao wanatengeneza wenyewe hapa, wanaziamini sana ya kwamba ndio product bora. So usikuje na mitumba yako inatoka sijui China ukifikiri kwamba utawatisha. Huwatishi kwa kitu chochote. Twende kwa mavazi. Wamarekani hawana asili ya kuvaa sana nguo nyingi. Yani wao hawabadilishi nguo mara nyingi. Unaweza kuta mtu ana aina 3 ya nguo peke yake. Yani 2 ni zake za kawaida, na moja tu labda anaweza peleka kwa sherehe au anaweza enda nayo kanisani. Au vai nguo nyingi. Hata sasa wanashangaa wa Afrika wakiona uko na nguo aina 10 au aina 15. Wanaona unabadilisha kila wakati, wanashangaa. Wao hawabadilishi. Usishangaa uone Muamerika anavaa nguo kila siku ni hiyo. Yani wao hawatumii pesa nyingi sana kwa kununua nguo au kwa kubadilisha nguo. Hiyo haiko kitu ambayo ni thamani kwao sana. Yani hawataki hizo stories za nguo sana ukibadilisha kila wakati. Yani watakuona mgeni wakati wanaona kwamba wewe unabadilisha. Je, Mmarekani atatambuaje kwamba wewe labda ni mgeni? Ya atakutambua tu vile ulivyo. Cha kwanza, kama wewe ni Mwafrika tuseme, anaona wewe hautengenezi nyele sana, hauweki hauweki hizi vitu tattoo, sababu Waafrika watu weusi wengi ambao wanaishi huku unakuta wamejitengeneza sana, wanavuta sigara na pia wanaweka dread kwa nyele, wengine wako na tattoo kila pahali. So wakati wanaona wewe uko sawa kabisa, uko soba, wanasema huyu mtu ni kama sio Muamerika. Na pia wanatambua kupitia tu kuongea kwako. Hata ufanye nini, hata kama unaongea Kiingereza vizuri, bado watajua huyu Kiingereza ni mtu mgeni. Ni kama tu Kenya, unaona ukiongea Swahili wanasema hii Swahili sio ya Mkenya. Ijapokuwa Kenya watu wengi wanaongea Swahili tofauti. Kuna Swahili ya Waluo, Swahili ya Wajaka, Kiswahili ya Wakisii, Waturukana, lakini bado tu wanajuana. So pia Marekani nako hata uongee Kiingereza namna gani, ujifanya ati wewe unataka kuongea slang sijui nini, bado watajua hii slang si ya kweli, ni ya kujifanya. Challenge kubwa ambayo mimi nimepitia binafsi ni kuhusu nguo. Tuseme mimi ni mtu ambaye nilipenda nivae vizuri sana, nibadilishe nguo kila wakati. Sasa najikuta nguo ambazo ziko huku kwa Storm ni za Waamerika, na wao hawana style kama zile za kwetu. So nakuta ninafinywa kiukweli. Hata nikienda kwa hizo shop zao ili niweze kununua nguo,
najikuta sifurahia hata nguo moja, sababu labda ni za wazungu, ni nguo za kizungu, na nikijaribu mimi kuzivaa naona kwamba sipendezi. Najikuta upande wangu naona kwamba mimi sijapendeza, lakini wao wanasema wow, unapendeza. So inani confuse. Acha tuone chakula iko namna gani hapa Marekani. Chakula iko tamu kiukweli, tuongee ukweli. Chakula ukikula barbecue, unakula sijui cheeseburger, yani chakula nyingi tofauti ambazo ziko hapa, wanapika vizuri. Kiukweli ni wataalamu kwa kupika chakula, tena wanapika chakula kizuri, kitamu, ambacho ninasifia mimi mwenyewe kabisa. Naweza kuongea kwamba Wamarekani wako sawa kwa chakula. Sasa wewe mtu ambaye unajiandaa kuja Marekani, inabidi kuwe kiukweli umejiandaa kuhusu mila za huku. Watu huku wanajiheshimu sana, na pia ujue wanapinga sana mambo ya pombe. Kama wewe ni mlevi na wewe ni mlevi sana, unapenda pombe, my friend, usikuje Marekani. Na kwa wewe ni